الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. Ndugu katika iman, tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi kwa kutukusanya katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kukumbushana mambo yanayohusiana na dini yetu tukufu ya Uislamu. Katika dini hii iliyokamilika ina maamrisho na makatazo, mambo ambayo ni sababu ya mtu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile ni sababu ya kuingia katika moto, wal billah. Maana yake atakayelazimiana na maamrisho kaachana na makatazo, huyo atakuwa amesalimika biidhnillahi alkarim almannan, na kinyume chake ni khasara, wal billah, fi dunya wal akhirah. Sasa mimi katika wakati huu sitozungumzia maamrisho na wala sitozungumzia makatazo yote, bali nitazungumzia moja katika makatazo, moja katika madhambi makubwa ambayo Allah ameliharamisha katika Qur'an, vile vile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika sunna, na maulama wameafikiana juu ya uharamu wa jambo hili. Fahiya kabira min kabairi dhunubi, ni dhambi katika madhambi makubwa, wa mubiqatu min mubiqati sab'i, na ni dhambi lenye kuangamiza miongoni mwa madhambi saba. Tazungumza dhambi hili kwa sababu kwanza limeharamishwa na ni sababu ya kuadhibiwa na Allah, lakini pia miongoni mwa sababu ya kuchagua kulizungumza jambo hili ni kuenea kwake kwenye jamii ya Waislamu kana kwamba halijaharamishwa. Watu wanavyoliendea na kulisherehekea jambo hili na kulifanyia kampeni na kulishajihiji katika mujtamaa, bali kulifadhili jambo hili. Limefadhiliwa na baadhi ya watu, matangazo mbalimbali ya kuhimiza watu waliendee ovu hili, lakini pia pengine zikatengezwa baadhi ya asasi na taasisi za kulihami jambo hili na kulilingania kwa namna za kuwahadaa watu kwamba ni haki na ni usawa baina ya watu.
fahamuni kwamba jambo lenyewe ni uzinifu. Zinaa katika jamii yetu ya Uislamu imefikia hatua imezoeleka mpaka ikawa hashtuki mtu kusikia kwamba uovu huu unafanyika ima ndani ya nyumba yake au na binti yake au na kijana wake. Watu wakaona kwamba ni jambo la kawaida bila ya kujali kwamba ni dhambi katika madhambi makubwa na ni miongoni mwa madhambi yenye kuangamiza na yenye madhara makubwa katika dini na dunia ya mtu. Bali ubaya wa dhambi hili ni kwamba linaathiri jamii nzima, kama tutakavyoona madhara yaliyotajwa na wanawachuoni. Kwa hiyo ikafika hatua watu wakaishi katika madhila ya maradhi, ukame, njaa. Wengine wakaingia katika kuipoteza amani ya nchi yao, wasijue kumbe ni kwa sababu ya kurahisisha uovu huu na uchafu huu wa zinaa. Allah jalla wa ala katika Qur'ani anasema, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, wala musikurubie zinaa, hakika zinaa ni uchafu. Uchafu ni wad'u shay'i fi ghairi mahallihi. Uchafu ni kuweka kitu pahala ambako si pahala pake. Kuweka kitu sehemu ambayo sio sehemu yake ni uchafu. Kichukua viatu kaweka kabatini ni uchafu, hata kama ni viatu vya milioni 2. Au kachukua sufuria ukaliweka kitandani ni uchafu, kwa sababu haliko mahala pake. Kwa hiyo zina ni uchafu kwa sababu ni jambo ambalo limehalalishwa na Allah na ni ibada miongoni mwa ibada kubwa likiendewa katika njia yake. Kwa maana ala nikahi sahih, katika ndoa sahihi, ndoa iliyokidhi vigezo, jambo hili linakuwa la kukutana baina ya mwanamke na mwanaume, si uchafu tena bali ni usafi na ni ibada, watu wanapata watakapokutana watu ambao halijawahalalikia jambo hilo kwa mujibu wa sheria, basi unakuwa ni uchafu wenye madhara mengi na makubwa. Al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema, az-zina yajma'u khilala sharri kullaha, zina inakusanya shari yote, mambo yote ya shari yanakusanywa na uzinifu. Min qillati ad-dini, kama vile uchache wa dini, kwa maana imani inaharibika, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, hawezi kuzini mzinifu pale anapozini eti akawa bado ana imani yake, isipokuwa ni mtu anakuwa ametokwa na imani. Na habrul umma sahaba ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa an abihi wa an ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam ajma'in, akasema anapozini mzinifu imani huondolewa na Allah subhanahu wa ta'ala humrejeshea imani yake baada ya kumaliza uchafu wake pale anapotaka, na akitaka Allah huwa hairejeshi imani hiyo, kwa sababu ilishatolewa. Mtu akaishi katika ukafiri na akakufuru, wal billah. Kwa hiyo miongoni mwa madhara ya zina ni kuvuliwa imani, na huenda isirejeshwe kwa sababu ni mtu aliyekosa haya mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Wa dhahabil wara'i, pia zina inaondosha uchamungu. Hawezi akafanya mtu uzinifu alafu akahesabika ni mcha Mungu, eti mtu anayemuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, basi anakuwa ni katika watu wachafu, watu waovu.
mashaitani, wal'iyadhu billah, wa fasadil muru'ati, na kuharibika maadili. Hawezi akazingatiwa mtu kwamba ana maadili aliyakuwa ni mzinifu. Kwenye jamii yoyote mtu mzinifu hazingatiwi kwamba ana maadili, bali ni mtu anaepukwa, anatahadharishwa, watu wanakaa naye makini asikurubie wake za watu, au kama ni mwanamke asikurubie vijana au waume za watu, sababu ni mtu hana maadili. Wa qillatil ghaira, na miongoni mwa madhara ya zinaa ni kupungukiwa na wivu wa kisheria ambao unasemwa vizuri na sheria, mtu unamuondokea, kwa sababu azina dain, zina ni deni. Vyovyote atakapofanya mtu, kama ni binti wa Kiislamu au ni mama wa Kiislamu, akatokwa na haya kamuasi Mola wake kwa kufanya zina, basi Allah subhanahu wa ta'ala huwa anamlipizia. Ndio maana wazinifu ni watu ambao hawana amani, kwa sababu wanajua wanayoyafanya wanalipiziwa. Kwa hiyo hata ule wivu umeondoka, umeisha. Utamwona mtu mama yake anaziniwa tena ndani ya nyumba yao, na ana la kufanya, anakomolewa kwa sababu ya tabia yake mbovu ya kuharibu huko nje, ima kuharibu waume za watu au wake za watu. Fala tajidu zaniyan ma'ahu wara'un, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim, huwezi kumkuta mzinifu ana ucha Mungu hata siku moja. Haiwezekani. Mtu aliyekosa haya akavua nguo ya kwanza mpaka ya mwisho akiwa na akili yake mbele ya mtu ambaye si halali yake, hawezi kuwa mcha Mungu hata kidogo. Adhaka shaytanun, huyo ni shaytan. Na tunazungumza haya ili watu wajue ubaya wa zina, na hakuna lugha nzuri ya kuzungumza ovu kama hili. Lazima lizungumzwe katika lugha ya kuchukiza. Wenye kulifanya jambo hili wajidharau, takana itumike lugha ya kuwafanya wazinifu wajidharau, kwa sababu wapo watu huko nje kwenye ma-TV, kwenye maredio ambao wanalipamba jambo hili na kuonekana ni miongoni mwa mambo ya kimaendeleo. Kwa watu wakawa wanaliendea jambo hili huku wakijiona kwamba wao ni watu wa maana katika jamii na ni watu wameendelea, na ndo mambo ya kisasa hayo. La, takana itumike lugha ya kuwafanya hawa wazinzi wajione ni mashetani, ni watu ambao hawana maana, huenda wakaacha. Sizungumze lugha ya kuwapamba watu wakajiona kwamba wakizini ndo maendeleo, wakivaa vibaya ndo maendeleo. La, anaendelea rahimahullah, wanasema wala wafaun biahdin, wala huwezi kumkuta mzinifu ni mtekelezaji wa ahadi. Haya yote ni madhara ya mzinzi. Hawezi kuwa mzinifu ni mtekelezaji wa ahadi, sababu ashazoea kudanganya huko ili apate kufanya uchafu wake. Ni mtu imekuwa ni tabia yake, si mtekelezaji wa ahadi. Maana yake ni nini? Usimuamini mtu mzinzi hata kwenye mambo ya kidunia, kufanya naye biashara. Kama ana tabia hizo, achana naye, sio mtekelezaji wa ahadi. Ni mtu kesha chafukwa na mwili pamoja na moyo wake, si mtekelezaji wala si mkweli. Wala sidqun fil hadithi, wala huwezi kumkuta mzinifu ni mkweli katika mazungumzo. Haiwezekani. Kishazoea kudanganya huko watoto wa watu au kudanganya vijana wa watu, basi ile tabia ya uongo anayoitumia katika kufanikisha uovu wake na uchafu wake, huenda ikakuwa mpaka ikawa ni tabia yake, inakuwa ni jitu rongo hata kwenye mambo ya kawaida. Zinzi ni jitu ambalo si mtu mkweli hata kidogo. Wala ghairatun tammatun ala ahlihi, wala hawezi mtu mzinzi kuwa na wivu uliotimia, wivu mzuri wa kisheria, ima kwa mkewe kama ni mwanaume au kwa mumewe kama ni mwanamke. Mwanamke wa Kiislamu ana ndoa eti naye anafanya uzinifu. Falghadar walkadhib walkhiyana, hada, uongo na khiana ndo sifa zake mtu huyo. Wa qillatul haya, na uchache wa haya. Wa adamul muraqabati,
na kutokuwa na hali ya kujichunga, wa adamul anfi wa dhahabul ghairati min alqalbi min sha'bihi wa mujibatihi, na kuondokwa na wivu kwa watu wake, kwenye jamii yake. Anakuwa ni mtu yupo tu. Mabinti zake wanaweza kuwa wanafanya uchafu, wanatoka wamevaa nguo za hovyo. Ule wivu wa kufuatilia watu wake wa nyumbani umemuondoka, kwa sababu na yeye ndo tabia zake huko nje. Wa minha anna an-nasa yanzurunahu bi'aini al-khiyana, miongoni mwa madhara ya zinaa ni kwamba watu wanakuwa wanamtazama kwa jicho la khiana. Hakuna mtu anayemwamini, mwangalie hivi anajua huyu sio mtu, basi tu muone tu hivi kama ni mzinzi. Na ndio maana wazinifu hawanaga majina mazuri hata kwenye jamii. Kama ni kizee utasikia ni mzee mzima hovyo, haaminiki. Wala ya'manuhu ahadun ala hurmatihi, wala haaminiwi na yoyote katika heshima yake. Huwezi kumwamini mtu mzinifu kunako heshima yake. Waangalieni akina mama, na ndio tunatahadharishana. Kuna akina mama eti wana vijana wao wa bodaboda, anamuamini eti aambiwa ana namba yake ya simu, akiwa na shida ya kwenda pahala anampigia. Nini? Muaminifu sana huyu. Mzinzi haaminiwi. Vijana wengi wenye kazi hii tabia zao ni tabia chafu, ni watu wa kuepukwa. Haaminiwi katika heshima yake, asikurubishwe katika familia. Mtu mzinzi hata ukisema naweka naye urafiki, ukaenda naye nyumbani, akimuona kama ni mkeo au akiona mabinti zako hapo, tayari atakuharibia. Haaminiwi katika heshima ya nyumba wala watu wa nyumbani, wala ala waladi, wala kwa watoto haaminiwi. Kama ni kiji mwanamke kizinzi kijifanya kazi cha ndani, hakiaminiwi, kitaharibu vijana pale ndani. Na haya yamewatokea watu. Wa minha sawadul wajhi, tutaja madhara ya uzinifu yanaendelea. Al-Imam Ibn al-Qayyim anasema, na miongoni mwa madhara ya zinaa ni sawadul wajhi, kuwa uso mweusi. Hata kama ni mweupe, utamwona ni mweupe, lakini hakika hasa anakuwa na uso mbaya. Wa dhulmatuhu, na uso wake unakuwa unagiza, hauna nuru. Watu wacha Mungu wana nuru ya ucha Mungu. Mtu mwenye kumcha Allah na kujiepusha na machafu, ukimwangalia tu usoni, hata kama mfahamiani, kuna kitu nakiona, huyu mtu atakuwa ni mkweli. Ndio maana unaweza kumuomba hata akusaidie. Lakini mtu mzinzi ukimwangalia tu hivi, uso wake hauna nuru, ni uso umekaa wa kishaitani. Wama ya'aluhu min al-ka'abati wal-maqti alladhi yabdu alayhi lin-nadhirin, na yale yanodhihiri katika uso wake, katika ni uso ambao hauna bashasha. Hata kama anajichekesha, akicheka hivi, watu wakicheka wanakuwa wazuri, akicheka sura inazidi kuharibika kwa sababu ya uzinifu. Ubaya huu haujifichi kwa wale wenye kumtizama. Angalieni wale mabaamedi, na waangalieni wanawake wa Kiislamu as-salafiyat wenye kujistiri. Anaweza ukawa ni wa kawaida tu sura yake, lakini kwa ile stara na dini alionayo akaonekana ni mzuri kweli kweli. Haya wanayajua watu. Lakini pia kinyume chake anaweza kawa ni binti mzuri, lakini vile alivyojiachia, amejipura, watu wakamdharau, wakamwona ni mtu wa hovyo, hata ule uzuri wake wasiuone wala wasiuzingatie. Na ndio maana waoaji huwa wanakimbilia wanawake wenye stara, kwa sababu wana uzuri wa asli na pambo ambalo Allah anawapamba kupitia ile taqwa Allah jalla wa ala, ule ucha Mungu. Wa minha dhulmatul qalbi, na miongoni mwa madhara ya zinaa ni giza katika moyo. Mtu moyo wake unakuwa mweusi, kama ilivyokuja katika hadithi kwamba mtu akifanya dhambi unatiwa nukta nyeusi moyo wake, akifanya tena unatiwa nukta nyingine. Kama hatubii, mwisho unakuwa moyo mweusi, giza, moyo hauna kheri. Ukamkuta mtu ana moyo mgumu, ana roho mbaya, utasikia anatumika huko
kulaghai watu, waibiwe, mpaka wengine wauawe. Wanatumika wanawake ambao wamepinda, nyoyo zao zimekuwa ni nyeusi kwa sababu ya kukithirisha jambo hili la zina. Wa tamsu nuri, na kufutwa ile nuru ya moyo wake, anakuwa hana khairi hata moja. Wa minha alfaqru lazim, na miongoni mwa madhara ya zina ni ufakiri wenye kulazimu. Wa minha annahu yufariquhu at-tayyiba, na miongoni mwa madhara ya zina ni mtu kuepukana na wasafi, kama alivyosema Allah, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibati, wazuri katika surati An-Nur. Wanawake wazuri ni kwa ajili ya wanaume wazuri, kwa maana wasafi wenye kujikinga na zina. Kisha kabla yake al-khabithatu lil-khabithin, wanawake wachafu ni wa wanaume wachafu. Hawa watu hawaingiliani. Ndio maana utaona baadhi ya wanawake ni wachafu, lakini kwa kuwa hajatubia na anaona haolewi kwa sababu ya uchafu wake, anajifanya naye ni mtu wa dini, lakini hajatubia ili apate wanaume wacha Mungu. Allah huwa anawasaliti watu hawa. Anakutana na mwanaume naye ambaye ni mchafu, lakini kajificha ficha ili apate mwanamke wa dini. Wakajikuta wamekutana mashaitani wote. Wakishaanza kuishi pamoja ndio wanagunduana sasa kumbe jambo lao ni moja. Kwa nini? Kwa sababu Allah ameshasema al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati, wanawake wachafu ni wa wanaume wachafu, wanaume wachafu ni wa wanawake wachafu. Wat-tayyibatu lit-tayyibin, na wanawake wasafi wenye kujichunga na zinaa ni kwa ajili ya wanaume wasafi wenye kujichunga na zinaa. Kwa hiyo mtu akiingia katika zinaa ajue kwamba tayari ameshajiharibia ile sifa ya kuja kukutana na mwenzake msafi. Lazima atakutana na muovu mfano wake kama hatatubia. Anasema annahu yufariquhu at-tayyiba, anakuwa tayari ameshafarikiana na wale wasafi. Alladhi wasafa Allahu bihi ahla al-afafi, wale wasafi ambao Allah amewasifia wasafi, wetu wenye kujichunga, kwamba watakutana na wenzao wenye kujichunga. Yeye tayari kishajitoa kwenye kundi hilo. Wayastabdilu bihi al-khabith alladhi wasafa Allahu bihi az-zunat, na tayari atakuwa ameshajitia kwenye kundi ambalo Allah ameshalisifia kwamba ni la watu wachafu, ambalo amewaahidi kwamba watakutana na wazinifu wenzao. Wa minha ar-raihatu allati tafuhu alayhi, na miongoni mwa madhara ya zinaa ni mtu kutokwa na harufu mbaya. Al-Imam Ibn al-Qayyim alikuwa pia ni daktari, kwa mambo mengine anazungumza kwa taaluma ya hali ya juu. Jitu zinzi linakuwa na harufu fulani hivi ya uvundo, allati tafuhu alayhi, ambaye inamtoka harufu hiyo. Yashumuha kullu dhi qalbin salimin, harufu hii anaipata kila mwenye moyo safi. Wewe kama ni mzinzi mwenzao huwezi kuisikia. Wewe utasikia yale marashi na udi alojiweka na miski, lakini akikutana na mtu mcha Mungu mwenye kumcha Allah, hatosikia ile harufu ya makali. Hata kama ni ya Dubai marashi makali, mtu mcha Mungu mwenye moyo salama ataisikia ile harufu mbaya ya uzinzi. Tumzini ana harufu fulani hivi mbovu kabisa. Tafuhu min fihi wa jasadihi, harufu hiyo inamtoka kwenye domo lake na mwili wake, chafu kabisa. Yani wewe inakuwaje unafanya kuna lugha kuna haja ya kuzitumia. Yani wewe ni mtu na akili zako akili timamu ulizopewa na Allah. Kweli unavua nguo ya kwanza, ya pili, akili unazo mpaka mwisho, na mnamaliza. Kweli hata si kwa nimelewa, wanasingizia hivyo. Tayeb, anasema wa minha
dhiqus sadri, miongoni mwa madhara anayoyapata mzinzi ni dhiki ya kifua. Anakuwa hana ukunjufu wa kifua, hana raha kwenye maisha yake, midamu anajijua yeye ni mtu muovu anayemuasi Allah. Allah anamnyima raha na ukunjufu wa kifua. Al-ithmu ma haqa fi nafsika, yasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, dhambi ni lile ambalo lenye kutia gigegezi katika nafsi yako. Wakarihta ayattali'a alayhi an-nas, na hupendi watu wagundue kwamba wewe ni mfanyaji wa jambo hilo. Lakini wapo watu walioharibika mpaka ikawa sasa ile zinaa ni fahari kwa wao. Pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema dhambi ni lile ambalo linatia kigegezi katika nafsi yako. Wazinzi hawa wao wanajua watajifanya kana kwamba wanafurahia, lakini baada ya hapo, kwa kuwa Allah amewaumba watu, nafsi zao zinatambua kwamba jambo hili halifai. Utamwona anajilaumu, anajilizaliza, anafanya istighfari na toba za uongo na ukweli, hana ukunjufu wa nafsi. Hawa ni wale ambao bado wana chembe cha imani. Wale waovu waliopindukia hujikuta wanafurahia uchafu huu mpaka wanajitangaza, wengine wakajiuza. Hao ni amwat, watu waliokufa tayari, ni mili tu inatembea, maiti zinazotembea. Wa haraju, na kifua pia kinakuwa na hali fulani ya kutokufurahika, kuchukia. Fa inna zunata yuqabiluna bididdi maqsudihim, kwani hakika wazinzi huwa mara nyingi wanakutana na kinyume cha matarajio yao. Kile walichokitarajia kwamba wastastareheka, watajisikia vizuri, mara nyingi huwa wanakutana na dhidi, kinyume cha kile walichokuwa wanakitarajia. Matarajio yao yalikuwa ni nini? Kustarehe, lakini baada ya hapo kila mmoja atajikuta nafsi na msuta. Kwa nini amefanya? Bora asingefanya. Alitarajia tastarehe, mwisho anatoka na ukimwi. Alitarajia tastarehe, mwisho anatoka na ujauzito na akaadhirika kwenye jamii. Kwa hiyo mara nyingi wazinifu huwa wanakabiliana na kinyume cha kile walichokikusudia. Badala ya ladha na starehe, wanakutana na jambo lenye kuwachukiza. Fa inna man talaba ladhata al-aish wa tibahu bima harrama Allahu alayhi, nasema rahimahullah, kwani hakika mambo yalivyo, mwenye kutafuta ladha za kimaisha na uzuri wake kupitia mambo aliyoyaharamisha Allah. Hii ni kaida, ni msingi, ni kanuni hiyo. Ifahamu hata kama kwenye mambo mengine ukiachana na hili la zina. Mwenye kutafuta ladha ya kimaisha na starehe kupitia jambo aliloliharamisha Allah, aqabahu Allahu binaqidi qasdihi, Allah huwa anamuadhibu kwa kukosa lile kusudio lake na kupata badala yake adhabu na maangamivu. Wewe muangalie mtu anakwamba akinywa pombe atastarehe. Baada ya kunywa yukoje? Hali yake ikoje? Ndio starehe ile. Kwamba kuanguka mitaroni, mtu anashindwa pa kutembea, anaanguka chini mwingine, wengine wanajichafua humo, haja kubwa ndogo humo. Ndio aliyokusudia kweli? Wakati anakunywa ndio alikuwa anatarajia je afanye hayo? Hapana, alikuwa anakusudia astarehe, apate raha ya mwili wake. Lakini Allah huwa anawaadhibu kwa kupata kinyume cha makusudio yao na kuadhibiwa, kuadhirika katika mshtama. Kama hivi binti vyenye kufanya uchafu huu, mwisho wake ni nini? Kwamba atajiona mwenyewe kaendelea, ni mtu wa mashuleni na kadha, lakini haya mwisho wake ni mjamzito na hana mume. Hakutarajia hayo, hiyo fedheha hakuitarajia, ni adhabu ya Allah. Au mwisho na maradhi, kafukuzwa kwao. Ndio utamwona huyo mara kafungua mgahawa huko, kafukuzwa kwao kwa sababu amewaadhirisha
na pengine tayari ana maradhi na tayari ana ujauzito, anahangaika, mtu haribikiwa na maisha yake, wakati anauendea uchafu, aliyetarajia haya? Hapana. Kaida hii, kwa kuwa ametafuta ladha na kustarehe kupitia mambo aliyoharamisha Allah, Allah huwa anawadhibu kwa kupata kinyume chake. Fa inna ma inda Allahi la yunalu illa bi ta'atihi, anasema al-Imam rahimahullah, kwani hakika mambo yalivyo, starehe na ladha mbalimbali ambazo Allah ameziandaa hazipatikanwi kupitia mambo aliyoharamisha Allah, bali zinapatikanwa kupitia halali na taa za Allah. Ladha na starehe ya kukutana mke na mume ni ndani ya ndoa, sababu utawakuta ni watu kwanza wanastareheka, na kila mmoja katika nafsi yake anajua sipati dhambi, kwa hiyo hana ile dhiki wanaoipata wazinifu kwenye kifua chake. Huu ujauzito ambao wazinifu wanaogopea kwamba watafedheheka, walioko ndani ya ndoa ndo lengo lao pia wapate mtoto. Hiyo fedheha ambao wanaiogopea wazinifu, baada ya kuwa ni mtu ameonekana ni mjamzito na hana mume, kinyume chake kwa mtu aliyoko ndani ya ndoa huwa ni heshima. Unatamwona anakwenda kliniki, hana habari, anajifakharisha, anafurahia kabisa huyo, wala hajifichifichi. Kwa nini? Ana mume huyo. Lakini vijizinifu ukipata ukioni kliniki, kinapitia wapi huko uchochoroni, kwenye migomba, kinakuja kutokea nyuma ya hospitali, vioni huko. Kwa nini? Fedheha. Lakini huyu mwingine, alhamdulillah jamani, alhamdulillah.